Naitwa Engineer Sova na hii ni Wazasiwana Online TV. Tuko kawaida yetu hapa kijiwe cha uwanja wa Fisi, kijiwe cha bodaboda. Tumefika kuzungumza na washikaji zetu ama marafiki zetu baada ya kutoka taarifa ya kuhailishwa kwa mchezo kati ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Sasa tumekuja kuzungumza na wadau, watuambie kwa kile ambacho kimetokea kwa upande wao, kuanzia situation mzima, wana maoni yapi? Brother, mambo vipi? Bwana shwari, unakuaje babu? Safi. Majina? Bwana mimi ndo Mohamed Sila almaarufu Captain Macho hapa. Captain Macho. Mchezo umehailishwa. Kwanza kuhailishwa tu mchezo kwa situation ambapo ipo, unatoa maoni yapi? Kwa kweli katika hali ambayo ya kushangaza, jana mimi mshabiki wa Simba. Ila jana kutokana na kilichotokea pale uwanjani, Simba alipofika ndo kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni, Simba alizuiliwa. Na wanasema kwamba timu ifanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kwa muda ule ule Simba kule walifika jana muda wa saa moja, lakini wakazuiliwa na watu ambao inasemekana ni makomando wa Yanga. Kwa hiyo kwa haya yanaendelea kwamba wanasema kwamba sijui kuna Simba hajatoa taarifa kwa viongozi sio wa uwanja. Hiyo ni sio kweli. Kwa sababu gani? Timu kama Simba, yani sio kweli, kwa maana kwamba Simba, uongozi wa Simba ulitoa taarifa kwamba tunakuja. Hata kama wametoa taarifa, yani kama swala ya mechi walikuwa haijui, TFF zitakuzingua sisi, kwa sababu hapa inawezekana kwamba ikaonekana kwamba Simba mechi mchezo wa utambui na kanuni zinajiweka ziko wazi. Siku moja kabla mchezo ungefanya mazoezi. Simba sio kwamba waelewi. Simba wameenda pale kwa wanaelewa. Kwamba hilo swala Simba kufanya mazoezi siku moja, mimi si kwamba walikuwa wafanya mazoezi walipokaa ama kufanya mazoezi kwenye hali gani labda tu. Yani Simba wameenda pale kutokana na kanuni ya mchezo unavyo, yani kanuni yani kwa ujumla inavyokuwa. Simba wamefuata kanuni na ndio maana hata kusema kwamba wamefika hapa wamezuiliwa. Mimi kwanza kitu kingine ninachojiuliza, ina maana hao makomando wana sauti gani hapa nchini hapa? Kwa sababu mimi nakuwa ni ajabu na mwandishi kusema kwamba hadi serikali au bodi ya ligi au chama cha soka cha Dar es Salaam wasitambue kwamba swala hilo, silitambue kwamba mchezo huu hapa kuna kanuni ya 17 inasema timu iende kafanya mazoezi pale. Alafu unakuta kwenye uwanja husika. Kwenye uwanja husika. Jambo ambalo lipo. Je, ni lazima timu kufanya mazoezi kwenye uwanja husika ama hata ukifanya mazoezi kwenye uwanja mwingine pia anaruhusiwa kuingia kwenye mchezo? Maana tumeona baadhi ya mechi, yani timu ikiwa inatoka sehemu inafika inacheza mchezo zeni inaondoka hata kwamba hawawezi kwenda kufanya mazoezi kabla. Kwamba ni lazima hicho kitu. Sisi kwetu hapa tuna uhaba wa viwanja ambao wanachezea uwanja, wanacheza mechi usiku. Kwa hiyo viwanja kama kile pale kiwanja usiku kama cha Taifa, kuna viwanja kama hichi cha kwa Dar es Salaam nafikiri ni hapa Chamanzi hapa. Azam. Sasa KMC na KMC wafanye mazoezi usiku. Simba wameenda pale saa moja. Yaani Yanga yani mimi nashindwa hata kuelewa kwa sababu gani wanatufanyia kitu kama kile pale. Shida wewe unavyoona kwa situation ilivyoelezwa, ipo kwa Yanga ama ipo kwa maofisa wa mabodi ya uwanja ama mamlaka ya uwanja au bodi ya maofisa wa mchezo? Mimi hapa natupa jumla kwa TFF kwa jumla, kwa sababu swala hili hapa sio mara kwanza mara ya pili. Ilishatokea misimu 3 au 4 nyuma kama sikosei. Yanga anashogomea mchezo hivi kwamba alilishwa muda ikasemekana saa moja mara saa 11, Yanga akagomea kutokana na kanuni hizo, lakini Yanga walikuwa ya kusema saa 24. Lakini Yanga walikuwa kutokana na kanuni ile pale, Yanga alisema kwenye kanuni yao na vile vile. Sasa kama leo na kanuni babaishaji, kuna watu wametoka mbali. Wameenda kuangalia mechi. Alafu jana Simba moja kutoa taarifa usiku. Leo mtu ametoka alikotoka, ametoka Mwanza, ametoka Bukoba, au nyumbani Uganda, Singida huko watu wametoka ndio kuangalia mechi. Kagongwa. Anafika pale afu mwisho siku inaonekana kwamba mechi haichezeki. So fair, ndio angalia kwa upande mwingine, yani mshabiki anakuwa ananyimika kile, leo anaweza kusema kwamba mechi ipango tarehe nyingine. Sawa, kiingilio kitarudishwa. Lakini mtu ana gharama zake, ametumia nauli, ametumia muda. So fair kwa sababu hapa TFF. Kwa kawaida wewe kwenu Kagongwa huko Shinyanga, si ndio? Kupanda gari kule mpaka kufika Dar es Salaam ni bei gani? Gwende litani pia. Kule mtu anataka tukagarimu karibu 200,000. Alafu wewe una uwezo kwenda na ulitupu, lazima kuna hela kujikimu katika swala chakula. Mwingine anaenda kulala guest. Kwa kijatokea wewe lawama unazitupa kwa nani? Mimi natupea uongozi wenye TFF kwa jumla, kwa sababu tabia sio mara moja au mara pili. Tabia na kuendelea. Alafu tunakuwa na mambo ya aibu. Kuna sisi tunaandaa Afrikoni, tunaandaa chani, alafu kuna Afrikoni inakuja hapo. Ni mambo ya aibu. Unaposema ligi yetu imekuwa sio nafasi ya 4 sio ya 5 Afrika. Huu ni ubabaishaji. Viongozi wakawa Simba na Yanga ifanye hivyo kupendelewa. Mimi ushauri wangu nataka nitoe, nimalize ndugu mwandishi.
kanuni hizi sio ikatumika kama busara au faini. Yaani faini hatakiwi. Hapa inabidi mtu anyang'anywe pointi 3. Iwe Simba yangu iwe Yanga yangu. Inapoonekana kama imefanyika makosa, mtu anyang'anywe pointi 3 sio faini. Na kama vile walivyosema kwamba taarifa kwamba wapo kwenye uchunguzi, wamesogeza mchezo mbele kwa ajili ya uchunguzi. Je, ikibainika kwamba timu labda A au B, hususan Yanga wanasema wanapeleka timu uwanjani majira saa 10 kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa saa 1:30. Je, ikitokea mfano Simba ikasema ananyang'anywa pointi kwako kama mdau, utasemaje? Swala la kunyang'anywa pointi Simba haiwezekani. Vitu kama hivi hata ukienda huko nje kimataifa huwa wanakutana navyo, sio mara moja. Hata wakati wanaenda huko na wanacheza na Ahali, wanaenda si wapi na wasi si mchezo. Unaona, ikishatokea kama vile wanapeleka malalamiko, mwisho wa siku na wachiwa wahusika wenyewe wanashughulika na lile na mechi inapigwa, hata kama wasifanye mazoezi. Na sio mara moja, hata Yanga wenyewe tumeona hapo walifanya hivyo. Wanani wale hao wanani Mamelodi walivyokuja hapo waliwazuia kweli Mamelodi wasicheze mpira, lakini wale kwa ukubwa wakachukua kawaida, tusistuke kweli, wakakomana mechi wakacheza hapa. Unadai kuna mwanapo alikuja Bongo na hakupata nafasi ya kuja. Yaani alifika siku ya mchezo, akacheza mchezo jioni yake zeni akaondoka. Kwani kufanya mazoezi ni lazima ama ni haki tu ambayo mtu akitaka anaweza? Kufanya mazoezi sio lazima, ila iko mujibu wa sheria. Kanuni ya TFF, siku moja kabla ya mchezo timu ngeni inatakiwa ishiriki kwenye mazoezi kwenye uwanja kuangalia uwanja. Kwa hiyo hata kama wasingocheza mazoezi ila waingie tu uwanjani wafanye hivi na kile. Sasa nikuulize, unasema unashabikia Simba. Kwa hiyo ambacho kimekuwa kinaelezwa kwamba Simba inatoa taarifa kwa mamlaka ya uwanja, lakini pia timu mwenyeji pamoja na maafisa wa mchezo. Sasa hicho ndio kitu ambacho kinashangaza. Kwa sababu wote sisi Tanzania hii tunajua Afrika Mashariki na kati ya Afrika nzima. Tunajua tarehe 8 kuna Simba na Yanga. Mwenyeji wa mechi ni Yanga, Simba ni mgeni. Na wote sisi kwenye vichwa vyetu tunajua kama Simba kwa kesho yake kabla siku moja kabla ya mchezo lazima aende pale Taifa kwenda kucheza mechi, kwenda kucheza mazoezi. Sasa inakuja hata TFF na wao wanasema kama sisi hatuna taarifa ya Simba kwenda. Kwa hiyo ina maana ilibidi waandike barua ya kuwaomba kama sasa hivi tunataka tuende Taifa tukacheze mazoezi. Yaani vitu ambavyo vinashangaza kiukweli havipo. Ila mimi nitabaki kusimamia kwamba Simba ilibidi tu yani wachukulie tu kama ni jambo la kawaida, kwa sababu sio mara moja wamekutana navyo vitu kama hivi. Unasikia ukizungumzia swala la uongozi. Hivi unapoona hiyo je, wanastahili kukaa pale ama wachukue maamuzi ya busara zaidi? Waondoke. Bodi ya ligi yote ni vifaa tu tuwamimine kwa kweli. Yaani kwa sababu sio Simba na Yanga tu. Yaani kuna vitu ambavyo vinafanyika kwenye soka la nchi hii vinachekesha. Ndio narudi pale zamani kulikuwa na nani Azam TV wao nileta soka letu kivyetu vyetu ndio kama hii. Yaani soka letu kivyetu vyetu. Yaani sisi wenyewe ndio tunajua namna ya kuendesha mpira wetu. Iwe haki siwe haki, huyu atawekwa pale, huyu atawekwa kati, huyu atawekwa kati, huyu atawekwa kule. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama soka letu kivyetu vyetu, lakini yani ni vitu ambavyo vinachekesha. Leo hii brother, ligi yetu inasema kama ni ligi namba 5 kwa ubora Afrika. Ligi namba 5 ubora Afrika inakuwa na michezo kama hii. Mara unasikia mara mdhamini mmoja amiliki timu 9, yeye huyo anamiliki klabu moja kubwa nchi hii na anamiliki klabu 9, yeye ndio mdhamini mkuu. Tumeona wapi? Leo hii tunakuja kusikia wamesusia mchezo kucheza. Kwa hilo labda nikuulize swali kwenye hiyo kitu kinazungumzia. Hapo ni dhambi wapi blaza? Njoo kono njoo. Ulaya kote kuna tuoni, kwani Ulaya watu hawana hela? Ulaya watu wana hela na hawajui cha kufanyia. Lakini wanashindwa kwenda kutafuta timu zingine kwa sababu wanajua kanuni haitaki. Ligi haitaki kufanyika hivi vitu kama hivyo. Hii ni michezo tu. Na ndio maana blaza nakwambia wa Manchester United nadhani kama mbele. Kija kuangalia lakini sio kwenye ligi moja. Kwa shida ni ligi. Shida ni ligi moja. Swala la Azam kudhamini ligi. Yeye amesimamia kwenye maudhui. Yeye amesimamia kwenye maudhui. Kwa hiyo kwa hilo tunampongeza. Kusimamia hakuna shida. Ila sio ile kwamba mimi namiliki Simba. Na wengi walikuwa wanaponda kwa timu
mfano ama mimi sabini timu nyingi kwa madhamani timu nyingi kwa hazina uwezo wa kifedha. Kwa hiyo amepeleka pesa kwamba mpango kununua matokeo sahihi. Na ndo maana timu nyingi zinasusia. Na ndo maana timu nyingi zinasusia. Yaani hilo nakwambia, na Simba hilo ndo akili yao iko hivyo. Akili wa Simba wote akili yao iko hivyo. Leo hii Simba Yanga anacheza na timu yoyote ambayo imedhaminiwa na GSM. Yanga akipata matokeo mazuri amebebwa kaka. Umeona? Yaani watu waangalie ugumu wa mchezo, watu wanaamini moja kwa moja kwamba huyu kabebwa. Huyu ameuza mechi. Kwani kuna vitu vingi ambavyo vinatokea. Shauri wako. TFF wajitathmini. TFF wajitathmini kwa sababu kuna watu inaonekana wanapita chini kwa chini wanakuja kutuharibia mpira wetu. Sasa wao TFF kama ndio walezi wakubwa wa mpira nchi, waendesha soka la mpira wa nchi, kwa nini wao wasisimamie kwenye maamuzi sahihi? Ikitokea wamesema wanaenda kutupeleza, ikitokea Simba ikitokea Simba anabeba na pointi 3 hautopewa sababu ya kwa kila moja hakuna kitu kama hicho. Mimi nakwambia haki ya Mungu, yaani Simba kwenye moja point haitokei. Mimi nakwambia tutaona, tuachie TFF wenyewe wafanye uchunguzi kwa kina, ila maamuzi hayo nchi kwa Simba soka la Simba na Yanga hakuna kitu kama hicho basi. Basi asante Baku. Baku. Naendelea hadi sasa hivi. Kama sawa kupitia serikali ama kwa gani mambo tulipanga wenyewe hao. Kwanza nipende kushukuru uongozi wangu wa Simba Sports kwamba maono yao yalikuwa sahihi kwa sababu hamna asiyejua soka leo. Sawa. Dunia yote inatambua kuwa sehemu ya mchezo, yani tuseme sehemu ambayo labda timu nyingine ambayo inatakiwa kwenda kucheza mazoezi ya mwisho inaenda kufanywa kwenye uwanja wa Simba. Sawa. Kwa hiyo naamini Simba jana baada ya kwenda Yanga kucheza ile saa 8 kufanya mazoezi sehemu ile, sawa, wakatoka saa 11 Simba wameenda pale saa 1 kwenda kufanya mazoezi. Lakini baadhi ya tuseme ni sehemu ya uongozi wa Yanga, kwa sababu ukizungumzia bodyguard wa Yanga na maana wapo kwenye sehemu ya nini? Uongozi. Sheria kama wao ni mabenzi ambao wameona bwana sisi tunataka vingine tupende. Wale mabodi mabouncer ambao naelezewa. Maana klabu kama klabu yani kwamba ni sheria ama ni sehemu tu kwamba sisi ni mashabiki lakini tunakuwa kwa naamini wapo kisheria kwa sababu kila timu wala na labda ingekuwa labda kusema labda au ni timu zingine zinakuwa na, lakini ukizungumzia Simba na mabwanza wao, Yanga na mabwanza wao, kwa hiyo naamini wapo sehemu ya sheria, sawa. Kwa kuona hilo Simba mimi nisema amefanya maamuzi aliye bora, sawa, kwa sababu amekaa wameona tunafanywa kuja bora tutoke, lakini hatuwezi kuingia uwanjani kesho kwa sababu mazoezi ya mwisho tumefanya kupita, yani tumeshindwa kufanya kwa sababu ukiangalia yalikuwa na umuhimu na ndio maana tunaenda kufanya yale mazoezi. Ilikuwa laiti kama yana umuhimu kwa upande wa timu wasingetoka kwenda pale uwanjani kufanya mazoezi. Wewe kama mdau wa michezo kwa hicho ambacho kimetokea kwenye shirikisho ama bodi ya shirikisho kinaita uhai gani ama kinauleta ufu kwenye ligi? Kwanza niseme ndio uzembe au niseme ndio upotofu uliokuwa naye sisi wabongo, kwa sababu mimi sijaona kitu kibaya. Kama Simba naamini kwa labda kama walienda muda tofauti, naamini wale wana akili zao, naamini sio mara moja au mara mbili kwenda pale kufanya mazoezi kama yani kama ni sehemu ya mchezo, sawa. Kwa naamini muda ambao walienda ni sahihi. Na hii kanuni kwamba mchezo wailishwe kwa masaa gani, masaa 20 kabla masaa 20. Sasa hizi wanatangaza kuahirishwa mchezo. Je, timu mizani ama ile kuanzisha mchezo ile hadi ngate uwanjani. Je, nao wapewe haki yao ama wasipewe? Timu kuahirishwa kwa mchezo. Sheria ni
wanasema kabla ya saa 24 mchezo. Ndipo ndio taarifa kwa je, kwa special kama ikitokea. Mpinzani kwa mfano sasa bila peleka timu moja. Je, atapewa anapega yake Simba anywe au la. Hapo anataka yeye. Kwanza Simba alitangaza kutopeleka timu toka jana. Baada ya kuona Simba ila sio wasaidizi. Ni Simba alitoa taarifa kwa umma kwa mashabiki zake pia wanaendelea baada ya michezo kwamba kutokana na fujo ambazo tumefanyiwa kwenye uwanja hapa hatujaona sababu ya kupeleka timu. Kwa hiyo sisi binafsi hatutoshiriki Kanuni nani basi kutoa taarifa kwa bodi ya ligi ama na mimi bodi ya ligi imefanya tathmini na imejiridhisha na ndio maana imeamua kutoa sehemu ya mchezo na kupanga siku 7 za kujiandaa. Walitoa siku 7 za kujiandaa. Na hivyo nimekutana na mama ambaye Sanga bonde ofisi yake pia ni shabiki wa Yanga na ni mwanachama wa Yanga alialia kwa taarifa bado hivi mama kweli mwanachama au shabiki? Mimi ni mwanachama halali wa Yanga Afrikani na kadi yangu Chinjio. Kichinjio ndo hii. Yaani leo hii na sidaiwe hata 100 na nalipia kila mwaka. Na kwa hali ya leo kusitishwa kwa mchezo wako mwana Yanga unaanzia Mazawi. Kwa kweli nimesikitika masuala ambayo wametufanyia TFF. Kwanza wanasema kusema wao wamegailisha mchezo eti kwa sababu watu wa Yanga si wameziona sura za Yanga wamefanya fujo. Je, wamewaona viongozi wetu? Au wanachama wa Yanga wamewaona pale? Je, kama hao wenyewe Simba ambao wameenda pale wakaweka kisingizio kama ni watu wa Yanga, tutajuaje? Kwa hiyo maamuzi ambayo yamefanyika kama kimetima ndio. Maamuzi yalofanyika kusitisha mchezo ni kuhujumu Yanga ama? Kuhujumu Yanga na wameogopa. Wamechungulia hivi wameogopa wameziona leo 8. Ile sio ilikuwa tarehe 5 zikawahusu. Na leo wamechungulia wameziona 8. Meneja wa habari na mawasiliano Yanga ni kama anasema kwa saa 10 klabu kwa uwanjani kwa ajili ya kujiandaa na mchezo saa 1:30. Ikitokea je mfano nasema mchezo vile wao wasamia simama na mchezo umesitishwa na Yanga haitopewa haki yake labda kwa alama 3 endapo inatokea Simba hadi kwa uwanjani. Mimi nitajichukulia kwa sababu wanasema siku zote kama wao wamesusia mchezo pointi 3 na magoli 3 kupewa. Kwa hiyo kama Yanga wataenda tena, viongozi wangu nitawapongeza sana kama wataenda uwanjani wachukue timu wapeleke, na TFF waliangalia hilo, usipofika tukiwa pointi 3 zetu na magoli 3 turudi. Hao sio wamesusia mechi, kwa sababu ukiangalia haina sababu. Hao Simba wamefanya mazoezi karibu mwezi mzima, wasielewe mazoezi ya nusu saa. Mama, kwani kile kinasababisha hizi timu masuala uwanja ni nini? Gombania uwanja mara mpira getini mara umevunja sio kwa nyuma sababu ni lagoga nini mama kwa shida hapo ndio ndio unajua mpira. Simba tu wana matatizo. Simba wachawi wakubwa. Sisi fichi. Sasa sisi wakututegea huku sisi tunapita huku. Na bado. Ngoja na kufikiria. Na hiyo na bado mpaka sasa safari nyingine tunataka kupita juu. Tushuke pale na ndege afu akaloge juu. Haya. Sio kwa hali ambayo imetokea leo kuangalia dada haina maana kwa sababu uongozi kwa wameshindwa kusimamia kazi yao. Kama watu wameacha kazi zao kwa ajili ya kitu fulani na wametumia pesa zao na kuna maandalizi hapo wamefanya, mfano matangazo, alafu ghafla tunakuja kuandilisha mechi
inaumiza sana. Na kuna watu wengine wameacha kazi zao kwa leo ili waangalie dabi. Sasa inakuwa inaumiza na watu wengine wamekata tiketi. Watu wamejaribu kuacha majukumu yao ya msingi alafu ghafla unakuja kutoka na mambo ya una neno lipi labda kwa uongozi wa mamlaka? Mimi naona uongozi wa labda TFF kila sababu itasimini kwa maana hii, kwa sababu yani yaingia akilini, kwa sababu kama mimi inaniumiza. Sasa sielewi mtu aliyotoka mbali ametumia malaki ya pesa, wengine wametumia wanakwenda alafu ghafla unawaambia mpira au haingia akilini. Uongozi utasimini, na kwa mfano kuna mechi nyingine uongozi mechi inachezwa mtu anapewa kadi nyekundu alafu ghafla uongozi unakaa, inaonekana kadi nyekundu ilikuwa sio ya halali, alafu kweli alifutwi na watu wanakuwa wameshavumiwa. Hii kwa kweli inaingia akilini, inaumiza kwa kweli. Viongozi wa TFF inatakiwa wajitathmini kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba labda zile fungu ambazo zimefanyiwa Simba nazo kufanyiwa wale kama kile ama ilikuwa sahihi. Mimi naona Simba taratibu zitakuwa zinafuata. Kila baadaye kuchoka umesikia. Kila atafunga. Kuja kwenye uongozi. Kwa nini walizuiliwa wakati kuna taratibu zinafuatwa? Inaonekana hapa katikati kuna kitu kimejificha. Kwa hiyo ndio maana nasema uongozi utasimama. Uongozi unasimamia mpira utasimama, kwa sababu inaumiza. Yaani inaumiza kabisa, kwa sababu sio wengine tunapenda mpira. Sasa unapokuja sehemu unaacha kazi zako alafu unakimbia ili uangalie mpira alafu unakwambia ghafla hamna mpira. Inaumiza. Pole sana. Asante. Okay, ni neno la pole tu ambalo leo naweza nikatoa kwa wadau ama wapenzi wa mpira kwa kusitisha mchezo wa Yanga dhidi ya Simba. Mimi ni Engineer Sofa na hii ni Msiwani Online TV.